ni wasalimu kwa kusema assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndugu zanguni, sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kabla ya yote kwa hili jambo ambalo ni la kihistoria katika nchi yetu. Sisi wote tunajua historia ya Waislamu ya kielimu katika nchi yetu, na kila mwenye kupenda maendeleo ili jambo lazima litamgusa, kwa sababu ni kiu ambacho tunachokihitaji kwa sana. Bado tuna chuo kimoja katika Tanzania, kimoja tu. Bado hatujavuka asilimia hata 25 katika vijana wetu wanaoingia katika vyuo vikuu. Bado vijana wetu wako mitaani. Kwa hiyo kupata jambo kama hili ni jambo la faraja, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunasema alhamdulillah rabbil alamin. Niwapongeze sana ndugu zangu wa karibu Dr. Idi na timu nzima ya Al-Qadiria kwa juhudi kubwa walizozifanya mpaka kuwapata wabwana wa Al-Bukhari na mpaka kufikia katika hatua hii. Leo tunawaaga ndugu vijana wetu 13. Mwenyezi Mungu awajalie wapate kheri ambazo zinazokusudiwa huku ambako tunakokwenda. Tunatoa shukrani kwa wale waliotusaidia, kwa sababu vijana hawa scholarship yao ni full scholarship watakapofika kule, lakini tunatakiwa tuwasafirishe kutoka hapa kwenda kule, na vile vile tuwatengenezee permit na visa yao ya kimasomo kule, ambayo inahitaji kiasi fulani cha pesa. Kama mlivyosikia, kuna watu waliotoa mchango ya namna moja au nyingine. Tunawashukuruni wote ambao mliotoa mchango. Kuna muhisani wetu mmoja, yeye hataki kutajwa, lakini yuko mbele sana katika mambo yetu, kila jambo letu anakuwa mbele. Kwa hivyo anavyoniona anajua kwamba namkusudia yeye. Tunakushukuru kwa ulichotupa, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atazidi kukunyanyua na kukupeleka mbele katika mambo yako yote ambayo unayokwenda nayo inshallah. Kama tunavyowashukuru Amana, tumesikia hapa Amana wametoa mchango wa tiketi 3. Tiketi 3 hizi wametoa dola 1,800 tiketi 3. Sisi tunatakiwa tiketi 10, bado hatuna pesa ya tiketi 10. Tuwaombe watu wema mnaotusikia, tunahitaji tiketi hizo, na sisi hatuhitaji pesa. Tunakupa passport ya kijana, unamnunulia tiketi, kijana anakwenda sehemu kusoma na akirudi ni faida ya Waislamu. Kwa kweli tunatoa shukrani za dhati kabisa, kama tunavyowashukuru Bukhari wenyewe, na vile vile ni washukuru watendaji wangu ambao tulioshirikiana bega kwa bega katika kulifanikisha hili jambo. Ukhti Aisha Mtangi, Dr. Tego, Balozi Kilima, tulikuwa karibu sana mpaka haya mambo yanaweza kukaa katika sura ambayo iliyokuwa iko nzuri, na inshallah Mwenyezi Mungu atawalipa kila la kheri kwa juhudi zote ambazo mlizozifanya. Nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sikuwashukuru vijana wangu, na kwa makusudi kabisa naomba nimwite mwenyekiti wa kamati aliyopanga mambo haya aje kutoa salamu tu. Wakili msomi, namuita hivyo kijana wangu wakili msomi, Sheikh Khalifa, yeye ni mwenyekiti wa kamati hii, na kuomba uje kutoa salamu kidogo tu, mara moja utoe salamu tu. Salamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haya ni matunda ya kazi hizi, lakini zilianzia nyuma huko. Huyu bwana ni wakili katika mahakama kuu ya Zanzibar na ya Dar es Salaam, lakini ni hafidhi al-Qur'ani pale alipo, na amesoma katika mtiririko wa namna hii. Kwa hiyo mambo yanaendelea. Vile vile nikimtambulisha kijana anayetufanyia MC hapa, Salim, hivi sasa yeye anahadhiri doktora katika uchumi wa Kiislamu na yuko Amana Benki, na vile vile ni hafidhi al-Qur'ani. Na haya ndio tunayoyataka ndugu zangu. Hapa tunao madaktari, tunao mainjinia, na tunahitaji huko tunakokwenda sio tupeleke nje tupate vyuo vikuu vya namna hiyo katika nchi yetu, lakini vile vile tunao mashekhe. Wako vijana ambao waliomaliza katika vyuo vikuu Sudani, wamecombine fani zote mbili. Wako vijana ambao waliomaliza vyuo vikuu Saudi Arabia, Madina huko,
wamekombaini elimu zote mbili, na hili ndio tunalotaka tuipate Tanzania iliyonyanyuka, Waislamu waliokuwa na mchango katika jamii yao, ili tufanikiwe zaidi na zaidi. Hadha wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mimi mwenyewe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimepewa dakika 3 na mimi nijitahidi nitumie moja, lakini kwanza nianze na lile, watu wa lugha ya Kiarabu kuna fani inaitwa balagha. Miongoni mwa vipengele vyake kuna kitu kinaitwa tashwik. Tashwik au wanaita ta'jilul masala. Niseme katika watu 10 waliobaki, tiketi 3 unatoa mimi. Mimi kama Walidi Al-Hadi, kwa sababu ya kujua ubora wa elimu, basi nitafanya kukopa, kusema maneno, lakini 3 nitoe mimi, wala sio baraza kuu. Na hiyo nafanya kwa sababu najua naishi vipi kwa sababu ya elimu. Hiyo nimeitanguliza, inaitwa ta'jilu al-masala. Salamu zangu kwa niaba ya Mheshimiwa Mufti, Suratu Tauba aya 122. Nianze kuongea na wanafunzi ambao wamepata fursatun dhahabia hii. Hili sio jambo dogo, ni jambo kubwa sana katika mamilioni ya watoto wanaohitaji hilo, ikawa wameangukia watu 13. Ningependa kuwaona kama wako hapa, kama wapo wasimame. Hawapo Moja, mbili, wale kule. Basi kaeni chini watoto wetu. Mungu anasema katika suratu Tauba, wama kana almu'minuna liyanfiru kafa. Kisha akasema falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ddini waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim ila akhiri al-aya. Afwan. Mwenyezi Mungu anasema haiwezekani watu wote wakatoka kwenda katika muhimu jambo fulani. Kama wote hawezi kutoka kwenda kulima, lakini hawawezi wakatoka wote kwenda kuvua, pia hawawezi wakatoka watu wote wakaenda kusoma. Aya hiyo inasema pale kama nimeisoma vizuri. Lakini kitoke kikundi kiende katika munasaba au muhimu wa jambo fulani, kama wanapotoka watoto wetu 13 hao, waende wakakishughulikie hicho. Kama hivi waende wakasome kweli, wakasome kweli, liyatafaqahu fi dini, wakajipinde. Kisha jukumu lao baada ya kusoma kweli, waliundhiru qaumahum idha raja'u ilayhi, waje kuileta ile kazi kule hapa. Haya ndio maagizo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wanangu, mimi naenda kujitosa huko, nitapata tiketi 3, nitacheka na vile Mungu kanijalia maneno nayo nitasema, lakini na hakika inshallah mpaka magharibi leo tiketi 3 ninazo. Nitazipata tu, lakini mkirudi mje kutusaidia. Semeni inshallah. Mmoja katika wanachuoni wa zama zetu hizi, Sheikh au Dr. Abdul Qadir Auda, ameandika kitabu kidogo tukakiita Afatul Islam wal Muslimin, yani matatizo, maafa ya Uislamu na Waislamu katika zama zetu. Kataja mle mafungu, lakini nukta 2 muhimu. Kasema mmoja, inaupelekea Waislamu tukabaki katika hali hii tuliokuwa nayo, na nikisema hali hii tuliokuwa nayo kila mmoja anayo kichwani. Nirudie tena,
hali hii tuliokuwa nayo. Nadhani mnaiona mnaiswawirisha hali tuliokuwa nayo. Ni kama hali ya wale Banu Taim. Anasema wayuqdha al-amru inda ghiyabi taimin wala yustasharuna wa hum shuhudun. Naongea na wasomi, nadhani wanaujua msomo huo, kwamba wale Banu Taim walikuwa katika hali kama hii tuliokuwa nayo. Hii ipi? Yuqdha al-amru, mambo yanapangwa ya kijamii. Sisi hapa tuko hapa sasa hivi, lakini kuna watu huko wanatupangia mambo yetu. Tule nini, tuvae nini, tuozeshane vipi, tuuze na kununua namna gani. Sio kwa mipango yetu, kwa mipango yao huko wanatupangia. Wa yuqdha al-amru inda ghiyabi taimin, mambo yanamalizwa ikiwa sisi hatupo, anasema. Lakini wala yustasharuna wa hum shuhudun, vinavyopangwa hayo maisha ya kijamii, sisi tukiwepo huulizwe, Sheikh Muhammad Nasr, unasemaje katika hili? Tunataka kupanga bei ya viazi hapa, tuuzeje? Upati chance hiyo, kwa sababu hivyo ulivyojiweka. Umepata nafasi kubwa sana, unaambiwa tutilie fatha, na wewe tena ndio unaanza ila hadrati habibina wa shafi'ina wa mustafana, unafoka wa maulana Muhammad Mustafa bisirri al-Fatiha, kisha uulize chochote. Hiyo fatha yenyewe imethibiti wapi? Tuondoke huko katika kupewa nafasi za kutia Fatiha, tuwemo katika vikazi vya mushawara kupanga maisha, na hatuwezi kupanga maisha isipokuwa kwa kuyafanya haya. Sasa anasema, narudi kule kwa Abdul Qadir Auda, anasema maafa tuliokuwa nayo vitu viwili tu. Kwanza, ajzu ulamaihim wa jahlu abnaihim, kushindwa wanachuoni wetu kudilivu elimu yao kwetu. Hilo la kwanza. Kila aliyosoma elimu hairudi kwa jamii, inaishia kwake, imekwenda mbali sana katika watoto wake wanne na familia yake tu, lakini umma haufaidiki chochote na msomi wa Kiislamu. Haya ni matatizo. Nimesikia dokta wakati anamuelezea mwenye chuo hichi, vile ndio inavyotakikana. Una elimu, waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhi, watu waone huyo anayekuja huyo ni msomi wetu. Bahati mbaya, wanangu, naongea na nyinyi, wasomi wetu wengi badala ya kwamba wao ndio wawe watatuzi wa matatizo yetu, wao ndio matatizo yanayotakiwa kutatuliwa. Inaeleweka? Msomi akiingia baada ya kusema alhamdulillah radhina bimajii wa ni'mal maji'u jaa, sisi tukimwona msomi anakuja tunasema wa na'udhu billahi minash shaitani rajim, sijui anatuletea mambo gani leo. Hapana, inatakiwa kija msomi nafsi zetu ziingie katika tuada, tuseme sasa tumepata mkombozi. Haya ni maneno yenu, watoto wangu, watoto wetu, nendeni mkapambane kweli. Idha kunta fi amrin fakun fihi, ukiwa katika jambo kuwa katika lile jambo kweli kweli, na ukitoka pale uje kuonyesha kwamba nilikuwa katika jambo fulani tofauti na nisingekwenda kule. Cha mwisho kabisa, hicho ni kwetu sisi sote. Twendeni sasa, baada ya kuonyesha Masjidul Al-Qadiria na hapa nizungumze hasa na watu wa tarika. Masjidul Qadiria huu ni msikiti wa kitarika huu, ndio tarika hivi iwepo, kwa sababu kila tarika ina kitu kinaitwa mashrab. Mimi mtu wa tarika, mashrabul Qadiria ni vitu vitatu: al-ilmu thumma al-amalu thumma al-mauhiba. Elimu kwanza, pili kuitumia ile elimu, tatu ile elimu. Hivyo alikuwa Mtume Muhammad. Inshallah, wama alaina illa al-balagh mubin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wal afwa.